Somo maalum kabisa hili nilisema pale somo lililopita, kuna kipimo kinaitwa HbA1c. HbA1c ni nini hiki kipimo? Hiki ni kipimo cha sukari kinachowezesha kuonyesha sukari yako ya miezi miwili mpaka mitatu hata minne iliyopita. Ni kipimo ambacho kitafuatilia historia yako ya sukari, ilianzia lini, ina muda gani nyuma. Ni kipimo maalum, kina uwezo wa kuonyesha sukari yako kwa muda wa miezi miwili, mitatu mpaka minne huko nyuma. Na hiki ndio kipimo chenye uhakika kabisa. Kwa hiyo ni kipimo cha damu kinachoonyesha wastani wa kiwango cha sukari mwilini kwa muda huo wa takribani miezi miwili mpaka mitatu hata minne iliyopita. Lakini pia kwa nini ni muhimu kipimo hiki? Ni kwa sababu hutumika kugundua sukari. Ni kipimo halisi na cha uhakika kinachotumika kugundua sukari, lakini kinafuatilia kama kisukari kinadhibitiwa au hapana. Dawa zinazotumika kwa ajili ya kukusaidia kutibu kisukari, je, zina uwezo kudhibiti kisukari au hapana? Pili, kinaonyesha hali ya muda mrefu kuliko kipimo cha sukari cha kila siku ambacho tunapima. Jambo jingine, faida kubwa ya hiki kipimo HbA1c, hakiathiriwi sana na kile ulichokula leo au jana au saa ngapi, umekula chakula gani. Hakiasi kwamba usaizi umekula chakula chenye sukari nyingi au usikule sijui cha namna gani. Hakiasi chenye ukipima kitaonyesha usahihi kabisa bila kujali ulichokula na kula wakati gani. Lakini pia kama nilivyosema, kinaonyesha picha ya muda mrefu ya sukari yako. Na jambo la mwisho la 4, kama sukari itaonyesha kimepanda, hiyo HbA1c ikionyesha imepanda, hii inaashiria moja kwa moja kisukari kisichoweza kudhibitiwa. Kisukari chako hakijadhibitiwa, kwa hiyo kimeingia kwenye kisukari halisi, diabetes. Sukari huwa juu mara kwa mara na kwa muda mrefu namna hiyo, bila shaka hiyo sasa ni diabetes halisi. Cha msingi, usitafsiri peke yako matokeo ya kipimo. Kuna wale ambao wanajipima wenyewe wakiwa nyumbani. Usitafsiri peke yako majibu hayo, inategemea historia yako ya ugonjwa. Kwa hiyo muone mtaalamu wa afya akusaidie. Hiki ni kipimo kizuri sana, na zaidi inafuatilia sukari yako na historia yako. Kipimo kizuri sana. Basi ni follow, tujifunze zaidi kwa vipimo vya afya na kwa afya yako. Comment na tushauriane hapo juu. Mungu awabariki sana.